Utangulizi katika isimu jamii. Tutaanza kwa kueleza istilahi, na istilahi ni baadhi ya msamiati ambayo hutumika katika isimu jamii. Msamiati wa kwanza ni isimu. Isimu inaelezwa kuwa ni taaluma inayochunguza lugha kisayansi. Ni taaluma inayochunguza lugha kisayansi. Msamiati wa pili ni isimu jamii. Isimu jamii ni taaluma inayochunguza uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii. Kumbuka, unaweza ukaambiwa tofautisha kati ya isimu na isimu jamii. Isimu ni kule tu kuchunguza lugha kisayansi. Na kumbuka tuliwaelezwa maana ya lugha. Tukaambiwa kwamba lugha ni mfumo unaotumia sauti nasibu ili kuwasilisha ujumbe. Kwa hivyo ukiangalia isimu jamii kuna isimu na kuna jamii. Basi isimu jamii inachunguza kuna uhusiano upi kati ya lugha na hawa binadamu ambao wanatumia lugha. Na tunaambiwa kuna jamii ni kundi la watu lenye uhusiano fulani. Ule uhusiano huenda ikawa ni wanahusiana kwa kutumia lugha moja. Na kuna jamii lugha ambayo tunaambiwa ni kundi la watu ambao wanajulikana kwa kuzungumza lugha moja. Kuna lugha ni mfumo wa sauti zinazotumiwa na binadamu kuwasiliana. Lugha mame ni lugha asilia ambayo haijaathirika na ingali katika umbo lake asili. Lugha azali ni lugha inayozaa lugha nyinginezo. Lugha rasmi ni lugha ambayo imeteuliwa katika nchi na kupewa jukumu la kutumika katika mawasiliano au katika miktadha rasmi kama vile bungeni, kotini na taasisi hata ofisini. Na kuna lugha rasmi. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya lugha rasmi na lugha rasmi. Basi lugha rasmi huwa ni mtindo wa lugha maarufu au bora. Ile lugha ambayo tunasema ni bora na inastahili kuiwa hasa katika kipindi fulani kihistoria. Yaani lugha ambayo inafaa kuiwa. Na kuna lugha ya taifa, tunaambiwa kwamba hii ni lugha iliyoteuliwa na nchi fulani ama katika nchi fulani kama chombo cha kuwaunganisha au kama kitambulisho cha ustaarabu wa watu kutoka jamii fulani. Lugha ya taifa. Nchini Kenya tunasema lugha yetu ya taifa ni Kiswahili. Kwa hivyo lugha ya taifa inakuwa imeteuliwa na nchi fulani kama chombo cha mawasiliano au chombo cha kuunganisha watu katika taifa hilo. Kuna lugha ya kitaifa. Hapa sasa pia tutofautishe kati ya lugha ya taifa na lugha ya kitaifa. Lugha ya kitaifa ni lugha zote zinazotumiwa na ambazo ni lugha za asili. Lugha zote zinazotumiwa na ni lugha za kiasili au ni lugha asili katika taifa fulani. Kwa mfano, tukija nchini Kenya, utagundua kwamba tuna makabila mengi. Na kila kabila lina lugha yake. Kwa hivyo ile lugha ambayo inatumika na kabila fulani katika nchi kwamba haitumiki na taifa nzima, bali inatumika na kundi fulani la watu, basi ndio tunasema ni lugha ya kitaifa. Kuna lugha ya kimataifa. Tunaambiwa kwamba ni lugha iliyovuka mipaka ya taifa, kwamba inatumika zaidi katika taifa moja, zaidi ya taifa moja. Kwa kizungu tunaweza sema ni international language, lugha ya kimataifa. Imevuka mipaka ya kitaifa au mipaka ya nchi fulani na inatumika katika mataifa mengi ulimwenguni. Tunaweza tukapeana mfano wa lugha ya kimataifa kama Kiingereza, na lugha ambayo inatumika na zaidi ya nchi moja, inayotumika katika zaidi ya nchi moja na kuna lugha ya kimataifa, kuna lugha kienzo. Ni mfumo fulani wa ishara au lugha ambayo hutumiwa kufafanua lugha nyingine. Kuna lugha mame, ni lugha asilia ambayo haijaathirika na hubaki katika umbo lake la awali. Aghalabu ndiyo huzaa lugha zingine. Ile lugha ambayo inatumika kuzaa lugha zingine. Kuna lugha azali, ni lugha iliyozaa au iliyozalisha lugha nyinginezo. Lugha mwiko ni lugha ambayo matumizi yake yamefungiwa katika vigezo maalum vya kitamaduni. Misamiati ni mingi na tutaangalia tu baadhi ya misamiati ambayo inatufaa. Tuendelee. Kuna lugha ishara au viziada lugha. Ni matumizi ya ishara mbalimbali katika mawasiliano. Hudhirika katika nyanja zifuatazo. Kwa mfano, vitazamo, kuna matumizi ya viungo, kuna nembo, kuna mavazi na kadhalika. Lugha ishara hii tunaelewa, sign language. Kuna lugha sanifu, ni ile lugha iliyoteuliwa na kufanyiwa marekebisho ya kimatamshi,
kisarufi, kimaana au kimantiki. Yani lugha ambayo imeteuliwa miongoni mwa lugha nyingi na imefanyiwa marekebisho. Na imefanyiwa marekebisho katika matamshi, sarufi, maana au mantiki, kisarufi na hata kimaandishi, ili lugha hii iweze kutumika katika shughuli rasmi. Kuna msimbo. Msimbo ni lugha ibuka ya kupanga ili kufisha maana. Yani kuna lugha fulani ambayo kundi la watu huenda likatumia ili kwamba wafiche maana fulani, wasije wakaeleweka na kila mtu katika jamii. Kuna diglosia, ni hali ya kuwa na lugha mbili tofauti katika taifa. Na utagundua kwamba lugha hizi mbili tofauti huwa zinakuwa na majukumu tofauti. Tukiangalia nchini Kenya, tuna lugha mbili tofauti. Kwa mfano kuna lugha rasmi na lugha ya taifa, Kiingereza na Kiswahili. Na kuna polyglosia, tunaambiwa kwamba polyglosia ni hali ya kuwa na lugha nyingi tofauti. Yani lugha nyingi tuseme ni zaidi ya mbili. Kwa hivyo zinaweza kuwa ni lugha tatu na zote zipo katika taifa moja, zinatumika katika wakati moja, na lugha hizi zinakuwa na majukumu tofauti. Kwa hivyo unaweza ukapata unaambiwa tofautisha kati ya diglosia na polyglosia. Diglosia ni hali ya kuwa na lugha mbili tofauti, na polyglosia ni kuwa na lugha zaidi ya mbili, ama tuseme tu lugha nyingi. Kuna lahaja. Lahaja nayo tunaambiwa ni vilugha ama tuseme ni vijilugha ambavyo uzalishwa kutoka kwa lugha moja kuu. Natumai kwamba unajua lahaja za Kiswahili. Kwa mfano kuna Kiamu, kuna Kipate na kadhalika. Kuna kaida za lugha. Tunaambiwa ni zile sheria au kanuni fulani ambazo zinatawala na kudhibiti matumizi ya lugha. Kuna kuchanganya msimbo, ni hali ya msemaji kutumia maneno au vipashio vya lugha mbalimbali katika hali moja. Natumai unaelewa maana ya kuchanganya ndimi ama kuchanganya msimbo. Wakati ambapo msemaji hutumia maneno au vipashio vya lugha mbili katika hali moja. Na kuna kuchanganya msimbo, kuna kuchanganya ndimi, kuna kubadilisha msimbo, na kuna kuhamasisha ndimi, kuna register, kuna diglosia. Utaangalia tu maana kwa sababu baadhi ya misamiati si muhimu vile. Kwa hivyo natumai unaona. Tukisonga, natumai hiyo ndio misamiati, baadhi ya misamiati ambayo tutakumbana nayo katika isimu. Misamiati ni mingi. Kuna polyglosia. Polyglosia hurejelea hali ya matumizi ya lugha zaidi ya tatu au nyingi ambazo zina majukumu mbalimbali katika jamii. Matumizi ya lugha zaidi ya tatu au lugha nyingi ambazo zinakuwa na majukumu mbalimbali katika jamii. Kuna misimu. Tunaambiwa misimu ni maneno yanayozuka na kutoweka katika kipindi fulani katika jamii. Natumai tunafuatilia. Kuna lahaja. Tunaambiwa ni tofauti katika matamshi, matumizi ya lugha moja na ambazo na maumbo ya maneno katika maeneo mbalimbali ya lugha yenye asili moja. Lahaja, natumai tunaona maana yake. Kuna lafudhi. Ni upekee wa kuzungumza baina ya watumiaji mbalimbali wa lugha moja. Yani lugha ni moja ndio, lakini watumiaji wa lugha hile wanaweza kuwa na namna mbalimbali za kuzungumza. Ni matamshi ya mzungumzaji yanayotokana na athari za lugha ya kwanza au mazingira samahani. Yani ni namna mbalimbali watu fulani hutamka maneno katika lugha moja. Kuna lingua franca. Tunaambiwa kwamba ni lugha inayotumiwa na watu walio na lugha tofauti kwa ajili ya mawasiliano. Kwa mfano, Kiswahili katika Afrika Mashariki ama Kifaransa na Kiingereza. Lingua franca ni lugha inayotumiwa na watu walio na lugha tofauti. Naam, natumai hiyo tunaelewa. Kuna pijini. Ni lugha inayoibuliwa kutokana na msamiati, sauti na ishara zilizokopwa kutoka lugha na tamaduni za watu tofauti. Kirioli, kuna pijini. Natumai mnaona. Kama muoni mniandikia hapo kwa comment section.
Kuna monoliwo, ni hali au uwezo wa mtu au jamii kuzungumza lugha moja pekee. Monoliwo, sijui kama nimetamka vizuri. Yaani, iwapo una uwezo wa kuzungumza lugha moja pekee yake. Kuna uwili lugha, ni hali ambapo mzungumzaji au mtu ana umilisi kamili, na tuzingatie neno kamili, wa lugha mbili, yaani kuzungumza. Kama una uwezo wa kuzungumza lugha mbili tofauti, uwezo kamili, si nusu, uwezo kamili wa kuzungumza lugha mbili tofauti, basi tunasema huo ni uwili lugha. Kuna ujozi lugha, ni hali ya wanajamii kutumia lugha mbili tofauti katika mawasiliano. Kuna wingi lugha, ni uwezo au hali ya mtu mmoja kuweza kuzimudu lugha zaidi ya mbili au zaidi kwa ufasaha. Kuna usanifishaji wa lugha. Usanifishaji wa lugha, hiyo ni mada ambayo tutakuja kuangalia baadaye. Kusanifisha lugha ni kule kuteua lugha moja katika lahaja nyingi. Natumai tumeangalia maana ya lahaja. Kwa hivyo miongoni mwa zile lahaja mingi, unateua lugha moja na unaifanyia marekebisho. Kuna utaratibu ambao unafuatwa au kanuni ili kufanyia ile lugha moja marekebisho, na hayo marekebisho huenda yakawa ni kimatamshi, kisarufi, kimaana au kimantiki, ili lugha hii iweze kuwa lugha sanifu na iweze kutumika katika shughuli rasmi. Usanifishaji wa lugha, unateua lugha moja miongoni mwa lugha nyingi, unaifanyia marekebisho ili kwamba lugha hiyo iweze kuwa sanifu na kutumika katika mazingira rasmi. Kuna upangaji wa lugha ama upangaji lugha. Ni juhudi za kimakusudi za kuleta makubaliano katika lugha ya maandishi na ya mazungumzo. Yaani tunaambiwa ni hali ya kuitathmini lugha fulani na kuamua itumike wapi, lini na nani. Upangaji wa lugha. Huenda kukawa na lugha nyingi katika jamii. Kwa hivyo kunakuwa na makubaliano kwamba lugha hii itumike hapa, lugha nyingine itumike pale. Na kuna sera za lugha. Huu ni mwongozo ambao umewekwa na utawala kuhusu namna lugha inavyopaswa kutumika katika jamii au katika mji. Kwa hivyo kama nchini Kenya tuko na sera ya lugha ama sera za lugha, tunaambiwa kwamba labda darasani tutumie Kiingereza ama tutumie Kiswahili wapi na mambo kama hayo. Kwa hivyo ningependa kusoma comments zenu. Mwanzo kwa kuniambia iwapo mnaona vizuri. Tutaendelea. Nambari yangu iko pale. Utanitumia text WhatsApp. Tutasaidiana.